Kipindi kifuatacho kimegharamiwa na marafiki na wabia wa Joyce Meyer Ministries. Ukweli ni kwamba tuna kila kitu tunachohitaji kuishi maisha ya ushindi. Kila kitu tunachopaswa kufanya ni kujifunza kuishi kuanzia ndani na kutoka nje. Usitosheke na maisha ya kawaida ya kuvumilia siku baada ya siku. Tazamia kupata maisha mazuri zaidi ambayo Mungu amekupangia. Ni maisha mazuri kiasi kwamba hatuwezi kuyaelewa. Njia ya kipekee ya kuelewa maisha hayo ni kuyaishi. Utiifu ni kitu muhimu sana kwetu. Utiifu wetu haumbadilishi Mungu, lakini utiifu wetu una umuhimu mkubwa kwetu kwa sababu unampa Mungu nafasi ya kutupatia vitu vingi tunavyohitaji, ingawa mara nyingi huwa hatuvimiliki kwa sababu hatujaonyesha kwamba tuna ukomavu wa kutosha kuvimiliki. Wangapi kati yenu wanajua kwamba ikiwa unampenda mtoto wako kweli, huwezi kumpa gari akiwa miaka 10 kisha umwambie aende akaliendeshe? Kwa hivyo mara nyingi namlazimu Mungu ashikile vitu ambavyo angependa sana kutupatia, kwa sababu tunapaswa kukua na kukomaa zaidi. Vifungu vili tutakavyoangazia hapa mwanzoni. Kwanza, Yohana 14:15. Baba, tunakushukuru kwa neno hili usiku wa leo, na naamini litawaongoza watu katika kukutii kwa jina la Yesu. Amen. Yohana 14:15. Mkinipenda mtazishika, mtatii amri zangu. Wow. Hiyo ni rahisi sana, sio? Hata tupasi kujaribu kukichambua. Hatuhitaji mwanatheolojia kutufafanulia kifungu hiki. Anasema mkinipenda mtazishika na mtatii amri zangu. Sasa nataka muone kitu, kwa sababu sitaki mchanganyikiwe. Hakusema mkizitii amri zangu nitawapenda. Tayari anatupenda. Na je, mnajua kwamba Mungu anawapenda kikamilifu? Na ukweli ni kwamba hawezi kuwapenda zaidi kuliko jinsi anavyowapenda wakati huu. Kwa hivyo hatuwezi kumfanya Mungu atupende zaidi kupitia utiifu wetu. Upendo wa Mungu kwetu hawezi kuwa mkubwa zaidi kwa sababu tayari ni mkamilifu kabisa. Yohana 1:4 inazungumzia jinsi upendo mkamilifu huondoa hofu. Na upendo huo mkamilifu unaozungumziwa hapo ni upendo wa Mungu kwa watoto wake. Hebu eleweni hilo usiku wa leo, kwamba Mungu anakupenda wakati huu tena kikamilifu. Ingawa huenda wewe si mkamilifu, Mungu anakupenda kikamilifu. Anakupenda bila masharti. Sasa kusema ukweli, ni vigumu sana kwetu kuelewa jambo hilo katika jamii yetu, kwa sababu tumezoea kuona kila kitu kikiwa na bei fulani na kuona kwamba tunapaswa kustahili na kugharimia vitu. Na nasema kila wakati, Mungu hauzwi. Na ilikuwa vyema kwangu kujifunza hilo maishani mwangu, na itakuwa vyema kwenu pia. Mungu hataki tumtii ili tununue upendo wake. Anataka tumtii kwa sababu tunamwamini. Tunaamini kwamba chochote anachotuambia tufanye au tusifanye ni kwa manufaa yetu. Mungu ni Mungu mwema. Ni yote anayofanya ni mema. Mungu hana uovu. Mungu hana ukatili. Mungu halipizi uovu kwa uovu. Yote anayotuambia tufanye ni kwa manufaa yetu, na anataka tutegemee na tuliamini hilo. Ninaposoma kitu na niseme, sawa, unajua Mungu ameniambia nifanye hivi, lakini mimi nafanya vingine, na kwa hivyo unajua inaonekana napaswa kubadilisha mwelekeo kidogo hapa, lakini italeta mema, itakuwa ni kwa manufaa yangu. Tunapaswa kuwa na mtazamo kama huo badala ya jamani, hiyo itakuwa vigumu, hata sijui, itakuwa vigumu. Yaani kile tunachofanya katika maisha haya ya Kikristo ni kujitolea. Kuna mtu yote katika ukumbi huu ambaye amegundua kwamba ghasia yote ambayo Mungu hukuhimiza uache ni mambo yanayokuua na kukuletea dhiki? Kwa hivyo hebu tuache kusema eti ni vigumu sana, ni vigumu sana. Hapana, nitawaambia kilicho kigumu. Kilicho kigumu ni kuwa bila matumaini
bila amani, bila furaha, bila uadilifu mbele ya Mungu, kujawa na uchungu, kujawa na fadhaa, athari za ulevi na kuwa na uraibu wa kila aina. Hayo ndiyo magumu. Kumtumikia Mungu kwa dhati si vigumu. Basi upendo wa Mungu kwetu hauwezi kukua, lakini upendo wetu kwake unaweza kukua. Kweli upendo wetu kwake hukua. Kwa kweli natarajia kufundisha kuwa katika uwepo wa Mungu wikendi hii, wakati nyimbo za ibada na mafunzo pamoja na kujifunza neno miongoni mwa watu wengine waliojaa Roho Mtakatifu na upako. Naamini utakapoondoka hapa utakuwa unampenda Mungu zaidi kidogo kuliko jinsi ulivyompenda ulipoingia hapa. Nitakuwa nafanya kazi bure nikiwaambia mumtii Mungu zaidi bila kuwafunza kumpenda Mungu zaidi na kumpa nafasi ya kuwapenda zaidi, kwa sababu kitu kitakachowapa msukumo wa kuwa watiifu ni upendo wa Kristo. Basi Yesu aliweka utaratibu rahisi sana ambao sisi wote tunaweza kuuelewa: mkinipenda mtazitii amri zangu. Sasa naweza kuambia kwamba namtii Mungu zaidi leo kuliko nilivyomtii miaka 30 iliyopita nilipoanza kazi hii, na namtii kikamilifu zaidi na kwa haraka zaidi, na nina uhakika kwamba wengi wenu mnaweza kusema vivyo hivyo. Lakini wakati huo huo lazima niseme nampenda zaidi kuliko hapo awali. Nilimpenda hapo mwanzoni, lakini nafikiri ilikuwa ni jinsi sisi humpenda Mungu kwa yale anayotufanyia. Dhambi zangu zimesamehewa, naenda mbinguni, ndiyo. Lakini baadaye tunajifunza kumpenda kwa sababu yeye ni mwema na ni wa ajabu, na tunajifunza kupenda neno lake, na kadri tunavyozidi kutembea naye, ndivyo tunazidi kuona akifanya kazi maishani mwetu, ndivyo tunazidi kuona akifanya kazi katika hali zetu, na ndivyo tunazidi kumpenda. Usimpende tu, mpende kwa dhati. Kuna tofauti hapo. Wakorintho wa pili 5:14 ni kifungu kingine kama cha kwanza, lakini niliona jambo hili likifanya kazi maishani mwangu. Kuna vitu ambavyo nilihisi siwezi kuviacha, na hatimaye nilifika mahali ambapo nilimpenda Mungu zaidi kuliko vitu hivyo. Na mnajua, ikiwa kuna kitu maishani mwako ambacho unakipenda na unaona ni vigumu kukiacha, basi kaa karibu na Yesu zaidi, zama katika neno lake zaidi, ona jinsi alivyo mwema na mambo yote ajabu aliyokufanyia, na moyo wako utajawa na upendo, na baada ya muda mfupi, ingawa huenda bado unapenda kitu hicho kisicho kizuri kwako, utampenda zaidi kuliko kitu hicho, na huo upendo ulio nao kwake utakuwezesha kuachana na kitu hicho. Tafadhali hebu tuangalie kifungu hiki, Wakorintho wa pili 5:14. Maana upendo wa Kristo watubidisha, maana tumehukumu hivi, ya kwamba mmoja alikufa kwa ajili ya wote, basi walikufa wote. Na mnaona, kisheria na kulingana na nafasi yake mbele ya kiti cha enzi, Kristo alipokufa, sisi sote tulikufa, kwa sababu wote wanaomwamini wako ndani yake. Basi sisi ni wafu kwa dhambi. Utu wako wa kweli ambao ni roho yako, utu uliozaliwa upya, hautaki kutenda dhambi, hautaki kukosa kutii, hautaki kufanya uovu wowote. Hauna matatizo na roho yako, una matatizo na nafsi yako na akili zako, nia yako na hisia zako. Na hizo ndizo sehemu ambazo tunapaswa kumwachia Mungu atawale. Na nitawaambia, ni safari, inachukua muda, haifanyiki kwa siku moja. Sisi sote tuko safarini, lakini tunapaswa kuendelea kuwa wema kila wakati. Hebu tuangazie mstari wa 15, Wakorintho wa pili 5:15. Hiki ni mojawapo ya vifungu ninavyopenda zaidi. Tena alikufa kwa ajili ya wote, ili walio hai wasiwe hai tena kwa ajili ya nafsi zao wenyewe. Hebu nisimame hapo kwa dakika moja na niwaulize, mnamwishia nani? Si lazima mnijibu kwa sauti, lakini mnamwishia nani? Unaishi kwa manufaa yako mwenyewe ili ujifurahishe? Mnajua, tusipokuwa waangalifu, uhusiano wetu na Mungu unaweza kuwa kwa manufaa yetu peke yake. Inaweza kuwa ni kumfanya Mungu anipatie kile ninachotaka, kumfanya anibariki. Basi alikufa kwa ajili yetu ili tusiishi tena maisha ya ubinafsi na kujifikiria sisi peke yetu. Alikufa kwa ajili ya wote, ili walio hai wasiwe hai tena kwa ajili ya nafsi zao wenyewe, bali kwa ajili yake yeye aliyekufa akafufuka kwa ajili yao. Kila mtu aseme, sihitaji kuishi kwa manufaa yangu peke yake.
Na naweza kuambia kwamba kadri tunavyozidi kufanya hivyo, ndivyo tutazidi kuishi kwa ubinafsi na ndivyo tutazidi kukosa furaha. Basi lengo langu ni nini wikendi hii? Huwa nina lengo kwa mafunzo yangu yote. Kuna mahali nataka niwafikishe. Nataka niwapeleke kwenye safari na niwafikishe mahali fulani. Sitaki kuwaacha jinsi nilivyowapata. Na si kwamba mko hali mbaya, lakini nataka muwe katika hali nzuri zaidi mnapoondoka hapa. Basi lengo langu ni kuongeza hamu na azma yenu ya kumtii Mungu haraka na kikamilifu zaidi. Hakuna hata mtu mmoja hapa ambaye hahitaji hilo, hata mimi. Nataka kukua katika kumtii Mungu kwa haraka na kwa ukamilifu. Na mara kwa mara mtanisikia nikisema utiifu wetu wa Mungu ulio mkamilifu, utiifu wetu wa Mungu ulio mkamilifu, kwa sababu wakati mwingine tunamtii Mungu kidogo tu, kisha tunadanganyika kufikiri kwamba tumefanya kile Mungu ametuambia tufanye, ile hali hatujakuwa watiifu na hatujajitolea kwa dhati. Hakuna mtu hapa atakayekuwa katika Mungu kama hataki, kwa sababu kitu cha kwanza ni hauwezi kukua katika Mungu bila kuchambua neno, na hutafanya hivyo ikiwa hutaki. Kwa hivyo nataka kuongeza hamu na azma yenu. Ni sharti uwe na hamu na uwe na azma ya kujitolea kwa Mungu kwa dhati. Na mnajua azma ni kitu ambacho Mungu hutupatia. Haya ni mambo anayoweka ndani yetu. Biblia inasema kwamba Mungu ametupatia roho ya nidhamu na ya kujidhibiti wenyewe. Jamani, hebu tafakari hilo. Basi tunasema sina nidhamu sana na hakika siwezi kujidhibiti mwenyewe. Ndiyo, unaweza. Ikiwa umezaliwa upya, basi umejawa na nidhamu na unaweza kujidhibiti. Pengine bado uwezo huo haujatoka kwenye roho yako na kuingia katika nafsi yako. Lakini ukweli ni kwamba tuna kila kitu tunachohitaji ndani yetu kuishi maisha ya ushindi. Kila kitu. Kile unachopaswa kufanya ni kujifunza kuishi kuanzia ndani na kutoka nje. Najua akili zenu zinazunguka sasa. Wangapi kati yenu wakati huu mnajua kwamba hamumtii Mungu kwa sehemu fulani ya maisha yenu na mngependa kuweka jambo hilo kwenye madhabahu na mkishughulikia kikamilifu? Hebu mikono juu. Jamani, maajabu haya. Mikono karibu yote iko juu. Sawa, hebu niangalieni sasa. Wacha niwaambie kitu. Sisi waambia nini watoto wetu? Mbona usifanye kile ninachokuambia? Na kuambia haya kwa manufaa yako. Jamani sasa, mnajua kusema ukweli, na nataka niwaambie ukweli na msije mkaona na wahukumu, lakini hatupaswi kuwa karibu na mikono yote juu katika ukumbi huu nikiwauliza swali kama hilo. Pengine tuwe tu na mikono michache tu, pengine ya watu ambao hawajamjua Mungu kwa muda mrefu au hawajapokea mafunzo yoyote. Tunapaswa kufikia mahali ambapo hatuzunguki jangwani kwa miaka 40 kama wale Waisraeli walivyofanya, wakijaribu kwenda safari ya siku 11. Siku 11 za kuvuka jangwa, na badala yake walizunguka mlima mmoja kwa miaka 40. Na Biblia inasema hadithi yao iliandikwa ili iwe funzo kwetu. Basi wacha niseme tena. Lengo langu ni kuongeza hamu na azma yenu ya kumtii Mungu haraka na kikamilifu zaidi. Na mnajua kwa nini? Kwa sababu Mungu anataka uwe na maisha mazuri zaidi anayoweza kukupatia. Sasa nikisema mumtii Mungu namaanisha nini? Kwanza, tii neno lililoandikwa. Chochote unachoona hapa ambacho unapaswa kufanya au usifanye, usibishane nacho. Mtanifanyisha kazi kweli wikendi hii, sio? Hiyo ilikuwa nzuri kweli. Wacha niseme hilo tena. Chochote huenda nikahitaji usaidizi hapa. Chochote unachoona hapa ambacho unapaswa kufanya au usifanye, usibishane nacho. Asante.
Wajua, kwa kweli siielewi. Sawa, basi anza na sehemu unazoelewa. Sijui, unafikiri ufafanuzi sahihi wa jambo hili ni nini? Sawa, hebu tuchukue kifungu rahisi kama wasamehe adui zako, waombe wanaokudhulumu na uwabariki. Je, kweli tunahitaji ufafanuzi hapo? Mnajua, elimu yetu imepita kiwango cha utiifu wetu. Tuna vichwa vilivyojaa elimu na nafsi zilizotupu. Elimu, 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 elimu. Lakini tukitakiwa kutii tunapatikana hatujui chochote. Ni kama tunafikiri, Mungu, unasema nini hasa hapo? Nimeipiga misitari kwenye Biblia yangu, lakini sina uhakika naielewa. Sikilizeni, nawaambia ukweli. Wikendi hii tutaziba ufa ulio katikati ya kusema na kutenda. Basi kwanza tunaanza kwa kuamua kulitii neno. Joyce, ni vigumu kusamehe. Sawa, najua baadhi ya mambo haya ni changamoto kubwa kwenu, lakini Mungu ametuahidi atatupatia neema yake ili tuwezeshe kufanya yote anayotuambia tufanye. Hupaswi kufanya mambo hayo peke yako. Hupaswi kufanya mambo hayo peke yako. Mungu atakupatia neema, nguvu na uwezo wa kuyafanya yote ikiwa umeamua kikweli unataka kuyafanya. Wewe na Mungu ni wabia. Baada ya kuzaliwa upya mnakuwa wabia. Mungu kamwe hatarajii ufanye chochote bila yeye. Hata hivyo hatatufanyia kila kitu. Hata nipa tu hisia ya kutaka kusamehe watu ambao wamenidhulumu ili isiwe vigumu kwangu. Anataka niwe tayari kulipa gharama ya kufanya hivyo. Mnafikiri Yesu hakulipa gharama ili tuwe hapa usiku wa leo tukiwa na uhuru tulio nao? Bila shaka, alilipa gharama. Huenda si rahisi kusamehe watu waliokudhulumu, lakini ni rahisi zaidi kusamehe kuliko kusalia na machungu maisha yako yote. Hata Mungu anajua hilo. Sawa, basi tuzingatie kifungu kama amini kupokea mema. Unajua dada, nina tatizo la kushuku watu. Mimi ni mtu ninayewashuku watu sana. Hapana, Biblia inasema amini kupokea mema, na hiyo inamaanisha ikiwa mimi ni mtu wa kushuku watu, muovu, mwenye kutafutia watu makosa na kuwakashifu. Najua hapa hakuna mtu aliye hivyo, lakini mimi nilikuwa hivyo. Nisipokuwa mwangalifu, bado naweza kuona makosa kwa kila kitu. Je, nina wenzangu wenye tabia hiyo hapa? Basi kile ninachopaswa kuamua ni, unajua nini Mungu? Hutaki tabia hiyo maishani mwangu na siko tayari kuendelea kuishi hivyo. Sasa huenda ikachukua muda kuacha tabia hiyo ukishirikiana na Mungu. Lakini hiyo ni sawa. Kwa kweli naamini punde unapokuwa na azma ya kupata ushindi katika sehemu fulani ya maisha yako na ushirikiane na Mungu, naamini au hesabu kwamba tayari ushindi ni wako kwa sababu anaona moyo wako. Mmenisikia? Nimesema punde unapokuwa na azma ya kupata ushindi katika sehemu fulani na useme siko tayari kuishi hivi. Najua hutaki nifanye jambo hili. Naamini Mungu huhesabu kwamba tayari ushindi ni wako. Kile unachofanya sasa ni kuenenda katika ushindi huo. Nilifikia mahali maishani mwangu ambapo nilisema, Mungu, siko tayari kuishi bila kusamehe. Sitaishi na hasira. Sitaishi hivi. Na mtu aliponidhulumu na nikaanza kupata hisia mbaya, nilichukua Biblia yangu na nikaenda mahali fulani. Nakumbuka wakati mmoja niliingia kwenye chumba kimoja na nikasema, Mungu, sitoki hapa. Je, utanipatia neema ya kwenda na niwe na tabia unazotaka niwe nazo? Sitaishi hivyo. Na unapokuwa na azma ya kutosha ya kuwa kama vile Mungu anavyotaka uwe, acha niwaambie kitu. Utamiliki vitu vyote anavyotaka uwe navyo kwa sababu atajua kwamba anaweza kukuamini. Amen. Basi tunaanza kwa kuamini neno lililoandikwa, kisha tunapaswa pia kutii ushawishi, uongozi na ushauri wa Roho Mtakatifu katika maisha yetu binafsi. Jambo hili ni kati yetu na Roho Mtakatifu, na tunapaswa kupata mafunzo ya kina kuhusu swala hili. Sina muda wa kufanya hivyo usiku wa leo, lakini Mungu haongozi kila mtu
kwa njia moja kuhusu mambo yote. Sasa kila jambo lililo hapa ndani anatuongoza kwa njia moja, lakini hii hainiambii kama ninunue gari mpya au la, lakini inaniambia nitumie hekima. Hii hainiambii wakati kila kitu kitafanyika. Hii hainiambii kama ni wakati mzuri wa kuzungumza na Dave kuhusu jambo ambalo najua huenda hata lifurahia. Hii hainiambii kwa kina kuhusu kila kitu ninachopaswa kufanya, lakini Roho Mtakatifu ataniambia hayo yote. Roho Mtakatifu ataniambia. Lakini nawaambia, ni sharti uwe Mkristo mwenye ujasiri ndio uongozwe na Roho Mtakatifu. Unapozwa kuongozwa na Roho Mtakatifu, kitu cha kwanza, hutaongozwa kwa njia sawa na watu wengine, na hiyo inatisha kidogo. Amen. Itakubidi uwe na ujasiri ikiwa utaongozwa na Roho Mtakatifu. Oswald Chambers alisema hivi, nilisoma leo asubuhi: hata nikiwa kwenye hatari ya kufikiriwa nashikilia msimamo mkali, nitamtii Mungu. Napenda hiyo. Hata nikiwa kwenye hatari. Je, mnajua kwamba ukifanya uamuzi wa kumtii Mungu kikamilifu katika jamii yetu ya leo, utaonekana wazimu wa kidini mwenye msimamo mkali? Utahukumiwa na ukashifiwe na utatengwa na watu. Lakini Biblia inasema tunapoteswa kwa ajili ya uadilifu wetu, basi tunahesabiwa kuwa watu waliobarikiwa zaidi. Na mnajua, ninaposema fanya uamuzi wa kumtii Mungu katika jamii, simaanishi uanze kuwa mtu wa dini mwenye tabia za ajabu. Sisemi ufanye hivyo. Unapaswa kujijumuisha katika jamii na uonyeshe watu upendo na uwe mcha Mungu, si mtu wa kidini, bali mtu anayemcha Mungu. Si lazima uhubirie kila mtu huko nje. Unapaswa kuonyesha watu sifa za Mungu. Unapaswa kuwapenda watu, lakini hupaswi kufanya kila kitu wanachofanya. Hupaswi kuzungumza nao kuhusu kila kitu wanachozungumzia, au kuenda wanakoenda, au pengine hata kutazama sinema wanazotazama. Endelea kuwa mfano mzuri, lakini usibadili msimamo ili uwe rafiki yao. Nimesema usibadili msimamo ili uwe rafiki yao. Utiifu ni kitu muhimu sana kwetu. Utiifu wetu haumbadilishi Mungu, lakini utiifu wetu una umuhimu mkubwa kwetu kwa sababu unampa Mungu nafasi ya kutupatia vitu vingi tunavyohitaji, ingawa mara nyingi huwa hatuvimiliki kwa sababu hatujaonyesha kwamba tuna ukomavu wa kutosha kuvimiliki. Wangapi kati yenu wanajua kwamba ikiwa unampenda mtoto wako kweli, huwezi kumpa gari akiwa na miaka 10 kisha umwambie enda kaliendeshe? Kwa hivyo mara nyingi namlazimu Mungu ashikilie vitu ambavyo angependa sana kutupatia, kwa sababu tunapaswa kukua na kukomaa zaidi. Wacha niwaambie kwamba kujihukumu si suluhu ya kutotii. Nakosa kutii, nahisi nina hatia na najihukumu. Siku 2 au 3 baadaye nasahau, kisha nafanya kosa lingine na nahisi nina hatia na najihukumu. Kuna mtu ambaye kwa mzunguko huo? Kwa hivyo kujihukumu ni kuhisi vibaya kwa ajili ya dhambi yako, si suluhu ya dhambi. Mungu hajatuambia tufanye hivyo. Kile anachotuambia tufanye ni tukue na tukomae na tumpe nafasi ya kufanya kazi maishani mwetu, na tumwache atuponye na tushughulikie kwa upole, na atupatie neema na nguvu na rehema ya kuendelea na maisha baada ya uponyaji, na tufanye kile anachotaka tufanye na tusifanye kile asichotaka tufanye. Suluhu ya kipekee ya kutotii ni kutii. Kujihukumu si suluhu ya ukosefu wa utiifu. Utiifu ndiyo suluhu ya ukosefu wa utiifu. Amen. Haya, Mhubiri 12:13. Naona mko sawa kweli. Ni kana kwamba mnaona mtafurahia mafunzo haya. Sasa asanteni. Mnaona, naelewa. Najua napoanza mafunzo kama haya, mara moja kila mtu anaanza kufikiria kuhusu mambo fulani maishani mwake ambayo Mungu tayari amekuwa akiyazungumzia kwa muda mrefu.
na umekuwa ukijifanya husikia akikuzungumzia, na sasa amenituma hapa leo kuwahimiza kwa dhati kwa njia nyingine. Afadhali mwamue kumsikia, kwa sababu kamwe Mungu hatawapa nafasi. Neema ya Mungu itakupata hata ukienda wapi, lakini haitakuacha mahali itakapokupata. Mnanielewa? Hata ukiwa wapi, hakuna shimo lililo chini sana kiasi kwamba neema ya Mungu haiwezi kukufikia kwenye shimo hilo. Na anakupenda kikamilifu, pasi na dosari na bila masharti, lakini anakupenda sana kiasi kwamba hawezi kukupa nafasi. Ukifikiri Mungu atakupa nafasi, basi umenoa. Na kama atanituma mimi au mtu mwingine kama mimi au mwingine kama mimi, chochote atakachofanya, yeye ana azma ya kufanya kazi pamoja nawe ili afanye kazi kupitia wewe. Mhubiri 12:13. Yote yamekwisha sikiwa. Sasa mnajua huu ndio mwisho wa kitabu hiki kilichoandikwa na Sulemani, na mnajua kwamba Sulemani ndiye alikuwa mtu mwenye hekima zaidi duniani, lakini mwishowe alitenda matendo ya kipumbavu sana. Sijui, pengine alikuwa na kichwa kilichojaa hekima, lakini nafsi yake ilikuwa tupu. Matendo yake wakati mwingine alionyesha yuko hivyo. Basi alijaribu kila njia duniani ya kuwa na furaha, kila njia: fedha, nyumba, kondoo, mbuzi, chochote kilichomfanya awe na furaha wakati huo, mahawara, vijakazi na kadhalika na kadhalika na kadhalika. Alijinunulia kila kitu, alijenga vidimbwi vya kuogelea, alikuwa na vitu vyote, lakini bado hakuwa na furaha. Sasa hebu sikilizeni hili. Huu ndio mwisho kabisa wa kitabu chake. Hii ndiyo jumla ya maneno yote. Yamekwisha sikiwa. Mche Mungu, mwogope na umwabudu, ukijua kwamba yeye ni nambari moja. Mungu yupo kila mahali tulipo, yupo hapo, anaona kila kitu. Nawe uzishike amri zake, maana kwa jumla ndiyo impasayo mtu. Hilo ndilo kusudi la kimsingi la yote aliyoumba, ndiyo lengo la majaliwa ya Mungu. Napenda hii. Ndiyo msingi wa sifa, msingi wa furaha yote, na msingi wa kurekebisha hali zote za maisha zisizo sawa chini ya jua, na ndiyo jukumu lote la kila mwanadamu. Naweza kutayarisha mfululizo wa mafunzo yenye sehemu 4 kutokana na kifungu hicho kimoja. Anasema utiifu ndiyo msingi wa sifa zote. Sifa ni nini? Ni jinsi ulivyo, tabia unazoonyesha kila wakati, kila wakati, kila wakati, kila wakati. Mungu ana sifa nzuri ajabu, na anataka kukuza sifa zake ndani yetu. Na njia ya kipekee ya kukuza sifa zake ndani yetu ni kupitia utiifu. Tunaona kile Mungu anataka tufanye na tunakifanya, na hiyo inabadilisha sifa zetu. Anasema utiifu ndiyo msingi, chanzo cha sifa zote nzuri zinazomcha Mungu. Ndiyo jukumu lote la mwanadamu. Na ili tuhusishe ukweli huo na maisha yetu, najua mtapenda tukifanya hivyo. Inasema kila kitu maishani mwako ambacho hakiko sawa. Hiyo inamaanisha chochote maishani mwako ambacho hakiendi vizuri, suluhu ni utiifu. Ni rahisi hivyo. Mnajua, si lazima uende kwa mshauri kwa miaka 5. Unaweza ukitaka, lakini nitakuokolea pesa zako nyingi kwa kukuambia. Sasa mnajua, msije mkakosa kuelewa ninachosema. Watu wengine wanahitaji ushauri mzuri, wanahitaji mtu atakayemwambia shida zao waziwazi. Si kwamba najaribu kufanya mzaha, lakini nasema mara nyingi huwa tunaamua kupata ushauri kwa miaka 20 badala ya kuamua kufanya kile kinachosemwa na Biblia. Usije ukawa mtu aliyeumizwa kihisia miaka 50 iliyopita na bado unatafuta mtu wa kukuonea huruma kila wakati, na ukose kuendelea na kazi ya Mungu, na uwe kile anachotaka uwe. Nawapenda. Waefeso 2:10, kifungu cha ajabu. Maana tu kazi yake, kazi ya mikono yake, tuliumbwa katika Kristo Yesu, tulizaliwa upya, tutende matendo mema ambayo tokea awali Mungu aliyatengeneza ili tuenende nayo, tutembee katika njia alizotupangia tokea awali. Ni nani anatembea? Ni sisi. Mungu ametupangia tokea awali tuwe na maisha mema. Ameweka kila kitu tayari
tumezaliwa katika maisha hayo mema. Sasa tunatembea ndani yake tukiishi maisha mema aliyotupangia na kututayarishia tokea awali. Basi Mungu amepangia kila mmoja wetu maisha mema. Ni Mungu mwema. Yesu alikuja ili tufurahie maisha yetu na tuyaishi kikamilifu na kwa wingi kiasi cha kufurika. Tafadhali muwe na mtazamo mpya wa utiifu. Ndiyo njia ya kupata maisha mema ninayotaka. Utiifu haumaanishi Mungu anajaribu kutupokonya chochote. Haumaanishi Mungu anajaribu kutupatia kitu kigumu cha kufanya. Anajaribu tu kutufunza kile kitakachotusaidia na kile ambacho hakitatusaidia. Wewe ufanye nini unapokuwa na watoto? Unatumia miaka yao ya mwanzoni kuwafunza jinsi ya kuepuka kuumia, jinsi ya kuepuka mambo yote yaliyo hatari kwao, jinsi ya kuwa na maisha mema zaidi wanayoweza kuwa nayo. Na hiyo ndiyo Bwana anajaribu kutufanyia sisi. Anajaribu kutufunza jinsi ya kuwa na maisha mema zaidi tunayoweza kuwa nayo. Mungu hataki uwe na fadhaa na kukerwa na kujawa na mahangaiko na wasiwasi na kusononeka. Hataki uwe na hasira na uchungu na kuudhika. Anataka uwe na amani na furaha na uadilifu na maisha mema katika jamii na uwe na vitu vingi vya kujikimu kimaisha. Anataka uweze kuwashughulikia watu wengine. Anataka uwe na vitu vizuri. Lakini hiyo haitafanyika kwa sababu tunaenda kanisani na tuna stika za Kikristo kwenye magari zetu na shanga za Kikristo na fulana na mengineyo, sio? Oh, dada Joyce, nina vitabu vyako vyote. Na nikimjua kwa muda mrefu nagundua bila shaka hujavisoma hata kidogo. Mnajua hiyo ndio shida yetu wakati huu. Tunajivunia vitabu vyetu vingi vya Kikristo. Sasa tunavyo kwenye Facebook na tunavyo kwenye Twitter na tunavyo kwenye simu. Fikiria hivi majuzi simu yangu ilikuwa inanisomea maandiko. Nawaambia, nina kitu kwenye simu ambacho huniletea maandiko na kisha na bofya kitufe na inaanza kuzungumza na mimi na hakuna sababu kwa mtu yote leo kukosa kujua neno. Kwamba simu yangu inanihubiria. Maajabu hayo. Lakini mnajua tunapaswa kuwa waangalifu sana. Tusije tukafikiri, sasa nisikilizeni, tafadhali sikilizeni. Tunapaswa kuwa waangalifu kwamba hayo yote, kwamba tunaelewa hayo yote, hayamaanishi tumeimarika kikweli kiroho. Hapana, hamkunielewa. Unaweza kutweet na kufacebook na ubofye hiki na ubofye kile na na ufanye simu yako izungumze nawe na uwe na vitabu vyangu vyote na CD zote, lakini ni sharti tuwe waangalifu tusije tukawa na vifaa hivi vyote vya kidini na tudanganyike kwamba njia ya kipekee ya kujua kwamba tuna kitu cha maana ni kuzingatia matendo yetu. Amen. Sitaki kutumia miaka 30 inayokuja nikihubiri kwenye mji mmoja hadi mwingine na nikiuliza ni watu wangapi wanajua hawajakuwa watiifu maishani mwao na hawajafanya lolote kuhusu jambo hilo, na kila mtu anainua mkono wake juu. Na najua mnanijua na nawapenda. Nawaambia haya yote kwa sababu nawapenda na nawajali. Si kwamba najaribu kuwafanya mjihisi vibaya au nawahukumu. Nataka mtekeleze kazi ya Mungu. Amen. Kama sijawahi kuhubiri hata mahali pamoja kuhusu msamaha, ugomvi na uchungu. Sijawahi kamwe hata mahali pamoja. Na mwisho wa mahubiri nikisema wale wanahitaji kusamehe mtu asimame. Kamwe sijawahi kupata chini ya 75 hadi 80 ya watu wote wakisimama. Kamwe sijawahi. Na sijui niseme nini ila kwamba ni sharti tukue. Kila mmoja wetu anapaswa kufanya uamuzi, tuje kwenye madhabahu na tuseme, Mungu, siko hapa tu kujifurahisha na kuishi kulingana na hisia zangu, matakwa yangu na fikira zangu. Hebu niwaulize kitu.
Mnachumbiana na Yesu ama mko tayari kufunga ndoa? Mna uchumba mdogo kila Jumapili asubuhi, uchumba mdogo wa saa moja. Mnajua, hatutaki tena kuvumilia ibada ndefu za kanisa. Eti hii itachukua muda gani? Shida yako ni nini? Bora ibadilishe maisha yako. Unajali nini ikiwa sitakuwa nimemaliza kufikia saa 3:15 au hata saa 3:30 usiku? Shida yako ni nini? Hiyo bado ni mapema zaidi kuliko saa zako za kwenda burudani hapo zamani. Tunapaswa kufurahia kuweza kujumuika na watu wengine wanaompenda Mungu na kuwa katika mazingira haya. Oh, nafurahia kuwa hapa sana. Mnajua Mungu ametuambia tufanye kitu kidogo kama kuwa na mtazamo mwema. Biblia inasema fanya upya mtazamo wako kila siku. Nitawasomea hadithi 2 kuhusu mtazamo ili muweze kunielewa vizuri. Zingatia aliyopitia Sidney J. Harris wa Chicago Daily News alipokuwa anatembea na rafiki yake mmoja wa kanisa la Kweka wakienda kununua gazeti. Muuza gazeti alimwonyesha rafiki yake dharau alipokuwa anamrudishia chenji yake. Hata hivyo, rafiki yake alikuwa mtulivu na akamsalimia kwa moyo mkunjufu alipokuwa anaondoka. Wangapi wanajua hivyo ndivyo Mungu anataka tufanye? Eti watu watatu? Nimetiwa moyo kweli. Wangapi katini wanajua kwamba Biblia haituambii tuwatendee watu kama wanavyotutendea, bali tuwatendee kama tunavyotaka kutendewa? Sawa, iko hapa juu, lakini je, imeingia hapa chini? Je, hiyo watendeni wengine yale mnayotaka wao wawatendee ninyi imekuwa sehemu ya sifa zako? Au bado unasukumwa na hisia tu, na mtu akikukosea unamlipiza kwa kumkosea pia? Yep. Bwana asifiwe, si lazima nivumilie hayo. Ukifikiri nitavumilia hayo, utazungumza na mimi hivyo, utanitendea hayo. Kisha Jumapili inayofuata unaenda kuwa na uchumba na Yesu. Oh, hebu nikumbatieni kidogo na wapenda na upendo wa Bwana. Basi rafiki yake akamgeukia na akasema, ana roho mbaya kweli huyo, sio? Oh, yuko hivyo kila usiku. Basi mbona unamwonyesha ukarimu sana hivyo? Harris akamuuliza. Mbona nisifanye hivyo? Rafiki yake akamjibu, mbona nimwache amue jinsi nitakavyomtendea? Niwaulize usiku wa leo, wangapi kati yenyu wanataka kuwa na nguvu ya Mungu maishani mwao? Mnafikiri nguvu hiyo ni nini? Ni nguvu ya kuwatendea mema wale wasiokutendea mema. Ni nguvu ya kusalia mtulivu hata katika hali ngumu. Ni nguvu ya kujidhibiti mwenyewe. Mabel, sijui kama tunapaswa kurudi hapa tena kesho au la. Huyu ana hasira. Hii hapa moja nyingine. Mtazamo mzuri ni uamuzi wako. Unaishi kulingana na maamuzi yako au hisia? Tafakari hilo kwa utulivu. Litafakari tu. Unaishi kulingana na maamuzi kwa kumpa Mungu nia yako?
Baba, si kama nitakavyo mimi, bali kama utakavyo wewe. Nakupa nia yangu, sitaki kufanya hili, lakini niko tayari kulifanya ikiwa ni mapenzi yako. Mungu ametupatia hiari ya kuchagua, kwa sababu ikiwa tutafanya jambo lolote vizuri, ni sharti tuwe na nia ya kufanya hivyo. Lakini hatulifanyi jambo hilo kwa nguvu ya nia yetu peke yake. Bila yeye hatuwezi kufanya chochote. Elewa hilo. Tafadhali usije ukaenda huko nje na useme, Bwana asifiwe, nitabadilika tu. Hapana, hapana. Lakini unachoweza kusema ni, Mungu, kwa moyo wangu wote nataka kuanza kufanya kile unachoniambia nifanye. Tafadhali Mungu, tafadhali nisaidie. Nifunge kwenye madhabahu na usiniwache niende mpaka niwe mtiifu. Sijali unahitajika kufanya nini katika maisha yangu, usiniache hivi. Tafadhali usiniache hivi. Mwambie Mungu mara 25 kila siku, bila wewe siwezi kufanya chochote. Mungu nisaidie, 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 nisaidie. Nawaambia, wakati mmoja maishani mwangu nilifikiri nashikwa na wazimu. Nilihisi kana kwamba nilitumia miaka miwili nikijiambia, Mungu nisaidie, 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 nisaidie. Nisaidie, nisaidie, nisaidie. Siku moja nikajiuliza, nahitaji kusaidiwa kwa nini? Na nikafikiri, Mungu nisaidie, nisaidie, nisaidie. Nisaidie, nisaidie, nisaidie. Nawaambia, kadri unavyozidi kusoma, hii ni kama kioo. Kadri unavyozidi kuangalia hapa, ndivyo unazidi kuona uchafu usoni mwako. Mnajua, unaweza kuwa na uchafu uso mzima, lakini kama hutajiangalia kwenye kioo, unaweza kushinda mchana kutwa bila kujua. Kwa hivyo tunavyo vya kujiangalia. Je, niko sawa hapa? Basi hii ndiyo kioo. Hii inatuonyesha jinsi nafsi zetu zinapaswa kuwa, jinsi maisha yetu yanapaswa kuwa, na hakuna anayepaswa kuhukumiwa ikiwa bado hajakuwa sawa kulingana nayo. Lakini jamani, tunapaswa kushikilia mwelekeo sahihi. Mungu anataka tufanye hivyo. Anataka tufanye hivyo. Robert Louis Stevenson aliugua kifua kikuu kwa kipindi kirefu cha maisha yake na alisalia kitandani kwa muda mrefu. Sikujua hiyo. Siku moja mke wake alimsikia akikohoa kwa sauti kubwa na akasema, najua bado unaona leo ni siku njema. Aligeuza uso wake kwenye dirisha lililokuwa linaangazia mwanga wa jua kwa wingi na akajibu, ndiyo. Ndiyo. Kamwe sitakubali foleni ya chupa za dawa iathiri mtazamo wangu. Hali za maisha haziwezi kudhibitiwa. Matukio ya maisha hutokea. Jukumu letu ni kuamua mtazamo tutakaoshikilia, na mtazamo wetu ni upi. Hali za maisha huenda zikaathiri mtazamo wako wa maisha, lakini umepewa uwezo wa kuamua mtazamo wako utakuwa upi. Amen. Hakuna mtu yeyote hapa, haijalishi umepitia nini maishani mwako, ambaye analazimika kuwa na mtazamo mbaya ikiwa hataki. Hakuna mtu yeyote hapa analazimika kuwa na mtazamo mbaya ikiwa hataki. Hakuna mtu yeyote hapa analazimika kujionea huruma ikiwa hataki. Ni rahisi kwako kusema hivyo, hujui nimepitia nini. Haya, labda unahitaji kupata nakala ya ushuhuda wangu inayoitwa One Life. Kabla hujaanza kuniambia kwamba sijui jinsi unavyohisi, pengine ni bora usikize ushuhuda wangu kwanza. Amen. Na nawaambia yale mambo ambayo Mungu aliniambia yalionifanya nitoke kutoka kwenye ugonjwa na nipate uponyaji. Na alimradi niko na uhai ndani yangu, nitaendelea kuambia mambo hayo. Mungu ana mpango wa ajabu kwa maisha yako. Jamani. Amani na furaha na uadilifu na nguvu na upako na ushindi na kutumiwa na Mungu kuwasaidia watu wengine wabadilishe maisha yao ndio mambo mazuri zaidi duniani, na Mungu amekutayarishia hayo yote. Kumbukumbu la Torati 6:23 na 24. Akatutoa huko ili kututia huku. Napenda hiyo. Alitutoa nje ili atuingize ndani. Alikutoa kutoka kwenye maisha yako ya zamani ili akuingize kwenye kitu kizuri zaidi. Akatutoa huko ili kututia huku, apate kutupa nchi aliyowaapia baba zetu. Mstari wa 24. Bwana akatuamuru kuzifanya amri hizi zote, tumche Bwana Mungu wetu, tuone mema siku zote, ili atuhifadhi hai kama hivi leo. Mbona alitupatia amri hizo? Kwa manufaa yetu. Kila mtu aseme, ni kwa manufaa yangu. Kumbukumbu la Torati 10:12 na 13. Huwa tunaambia watoto wetu, nakwambia haya kwa manufaa yako. Mbona usinisikize? Nakwambia haya kwa manufaa yako.
Kuna mzazi hata mmoja hapa ambaye hajawahi mwambia mtoto wake hivyo? Hakuna mzazi hata mmoja hapa ambaye hajawahi mwambia mtoto wake hivyo. Basi kwa nini watoto wetu wanapaswa kutusikiza ikiwa sisi wenyewe hatumsikizi Mungu? Na sasa Israeli, Bwana Mungu wako anataka nini kwako ila umche Bwana Mungu wako na kwenda katika njia zake zote na kumpenda na kumtumikia Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote, kuzishika amri za Bwana na sheria zake ninazokuamuru leo. Kwa manufaa ya nani? Kwa manufaa yako. Kila mtu aseme ni kwa manufaa yangu. Sawa, sasa sikilizeni. Nataka kuhakikisha nimeweka watu huru hapa, kwa sababu sitaki mwende huko nje mkiwa na hisia za kujihukumu na mseme, oh Bwana Yesu, sitaweza haya, kuna vitu 500 maishani mwangu ambavyo haviko sawa. Afadhali niachane na wokovu sasa hivi, hakuna matumaini kwangu. Sawa, wacha tuangalie Yohana 1:22. Tuangazie mstari wa kwanza. Hebu nione mstari wa kwanza. Watoto wangu wadogo, nawaandikia haya ili kwamba msitende dhambi. Haya, hebu sikilizeni kwa dakika moja. Nawaambia haya yote usiku wa leo ili msitende dhambi. Lakini ukitenda dhambi, ikiwa hutaelewa hili mpaka kesho asubuhi, tuna mwombezi. Haleluya! Gharama za kipindi hiki zimelipwa na marafiki na wabia wa Joyce Meyer Ministries.